Nikikumbuka kipindi ambacho sikuwepo katika mahusiano ya kimapenzi, moyo wangu ulikuwa unatamani sana kuingia katika mahusiano ya kimapenzi. Hasa pale ninapowatazama watu wapendanao wakiwa wanatembea barabarani, wakiwa wameshikana mikono. Sometimes nikisema niende beach, nikiwaona watu jinsi wanavyopiga haki, wanapigana mabusu. Moyo wangu ulikuwa unatamani sana niingie katika mahusiano, nikiamini kwamba ipo siku na mimi nitaishi kwenye furaha kama wao jinsi wanavyofurahi. Mungu sawa sumani, nikaanza kuingia katika mchakato wa kumtafuta mtu ambaye ninayempenda, nikiamini kwamba ipo siku na mimi nitaishi katika furaha, nikienjoy haya mapenzi ambayo watu wengine wanaenjoy. Rasmi nikaanza harakati za kumtafuta mwanamke ambaye nilikuwa namtegemea katika akili zangu. Hapo ndipo nilipoanza kutembea huku na kule nikimtafuta huyu mwanamke ambaye nilitegemea kabisa kwamba tutapendana, taishi kwa amani siku zote kama vile moyo wangu jinsi unavyohitaji. Mungu sawa sumani, siku hiyo nikakutana na mwanamke ambaye ni mrembo sana. Moyo wangu kwanza ulifurahi sana kumuona. Baada ya pale, kwa sababu nimeumbwa na haiba ya kiume na uwezo wa kutongoza vizuri, basi nikamuita yule mwanamke. Ndipo nilipoanza kumuelezea hisia zangu. Wakati tupo pale, naendelea kumpigisha story mtoto wa kike ili aweze kunielewa kwamba mimi ni kidume nahitaji nini kwake. Lakini nikimtazama yeye jinsi alivyo na mimi, ni maisha mawili tofauti kabisa. Lakini kwa sababu ni mwanaume na nina uwezo wa kujiamini, basi nikavaa ujasiri ambao kana kwamba naweza nikafanya chochote kwa mtu ambaye yupo na kipato cha aina yoyote kile. Hivyo sikujali kwamba yeye atakuwa yupo katika utajiri wa kiasi gani na mimi nipo katika hali gani. Ama kweli ujasiri ni kitu ambacho kinaweza kukufanya wewe ukafanya mambo makubwa sana ambayo haukuyategemea katika maisha yako. Mimi nimeliamini hilo baada ya kuanza kumwaga sera kwa yule mtoto wa kike ili aweze kunielewa kwamba nahitaji nini kwake. Kweli Mungu sawa sumani, mtoto wa kike alinielewa sana. Kana kwamba mimi mwenyewe baada ya kutoka pale sikujiamini kabisa kwamba mimi naweza nikaongea mambo yale kwa mtoto kama yule, kwa sababu kwanza niliona kabisa hazi yake sio sawa kuwa na mimi. Kwile nilifanikiwa kubadilishana namba na mtoto wa kike ili tuweze kupata mazungumzo zaidi hata kama hatupo pamoja. Kweli moyo wangu ulikuwa hauamini kabisa kama mimi ningeweza kuwa katika mahusiano na mtoto wa kike kama yule pale. Lakini wakati nipo nawaza sana, naikumbuka ile siku ambayo nilipokutana naye siku ya kwanza kabisa, ambapo mwanamke aliniambia kitu ambacho sikuamini kabisa kwenye akili zangu, kwa sababu yeye mwenyewe aliniambia kwamba unajua, kwanza mimi mwenyewe nipo single. Na sababu kubwa ambayo inanifanya mimi niwe single, ipo siku nitakwambia kwamba sababu ni kitu gani, lakini mimi mwenyewe huwa najiuliza sana, kwa nini wanaume hawanifuati na kunitaka kuwa na mimi kimapenzi?